toa dalili zinazoonyesha kuwa Uislamu haukusambazwa kwa silaha na vita. Moja, Mwenyezi Mungu anasema la ikraha fi dini, hakuna kulazimishana katika dini, na vile vile anasema iteni watu katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa hekima, maneno mazuri na mawaidha mema. Mbili, lau kama Uislamu ungeenea kwa silaha, basi ungeenea sana wakati ule wa vita, lakini anayejua historia ya Kiislamu anajua vizuri hawakuingia watu wengi wakati ule wa vita, bali waliingia wakati wa amani walipofikiri na kufahamu mafundisho ya dini ya Kiislamu. Tatu, mtu akipokea dini ya Kiislamu kwa karaha au nguvu na shuruti, basi hawezi sawasawa au hawezi kutoa mali yake kwenye dini, lakini kila mtu anajua wafuasi wa dini ya Kiislamu walitoa mali yao na roho zao, na wakaacha makazi yao na jamaa zao. Walipata kila aina ya misiba na dhiki, lakini hawakuacha dini zao. Hii inadhihirisha wazi kuwa waliingia katika dini ya Kiislamu bila karaha na bila kupigana vita. Nne, sote sisi tunaona dini ya Kiislamu katika nchi za Afrika, Amerika na China na pahali penginepo. Je, watu wa nchi hizi zote walijiunga katika Uislamu kwa kulazimishwa? Na nani aliyekwenda katika nchi hizo kupigana? Hakuna. Ila kila mtu anajua kuwa watu wa nchi hizi zote walijiunga katika Uislamu bila ya karaha wala vita, lakini walijiunga kwa mafundisho mema ya Kiislamu. Na watu wa bara Arabu na watu wengine walijiunga katika dini ya Kiislamu kwa hiari yao.